Ni wakati mwingine mzuri tunapokwenda kuzitizama zile habari kubwa ambazo zinaendelea kutrendi na kushika hatamu kwenye mitandao mbalimbali. Miongoni mwa stori kubwa kabisa ambayo imekuwa gumzo usiku wa leo ni tukio ambalo ameweza kulifanya Rayvanny pamoja na Faima ama Faivani. Tunafahamu kabisa wawili hawa wako kwenye mahusiano na ni muda mrefu sasa wameweza kuwa kwenye mahusiano, na tunajua wana mtoto wao mmoja ambaye paka sasa wameonekana wakiishi naye vizuri kabisa, na malezi ya baba na mama mtoto huyu anapata vizuri kabisa. Sasa siku hii ya leo familia hii imeweza kuandaa futari nzuri kabisa na kualika watu mbalimbali mashuhuri kwa ajili ya kuweza kuungana pamoja katika futuru hii ya siku ya leo. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yameweza kutrend ni baada ya Rayvanny kuweza kuiposti clip mojawapo ya matukio ambayo yalikuwa yakifanyika siku ya leo pale nyumbani kwao, lakini kumeweza kutokea mwitikio mkubwa sana kwa marafiki na watu mbalimbali ambao ni wakaribu kabisa na Rayvanny. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rayvanny ameweza kuposti picha hiyo na imezua gumzo kidogo baada ya comment nyingi kuweza kuonekana. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimezua gumzo sana ni kile ambacho tunakiita ni faraja, kwa sababu tumeweza kuona moja ya watu wakubwa mashuhuri kama Bahati Kenya. Huyu ni yule msanii kutoka Kenya anayefahamika kama Bahati, ameweza kucomment na kusema kwamba we Mkola, fanyia harusi huyu mrembo. Aliweza kuandika ujumbe huo mfupi kabisa kwenye clip ambayo ameweza kuipost Rayvanny akionyesha matukio mbalimbali, na moja kati ya tukio kubwa kabisa ambalo limeweza kufanyika ni Faivani kuweza kumlisha chakula Rayvanny. Hii ni habari kubwa kabisa na ni gumzo, watu wengi wameweza kuichukua kama note hiyo na wameweza kuizungumzia kwa namna tofauti tofauti. Sasa Mashalavu pia hakuwa mbali, yeye naye aliweza comment akasema mkeo kakaangu, lakini Rayvanny aliweza kumjibu Bahati Kenya kwa emoji za kucheka sana huku akiwa amemtagi. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yamekuwa, lakini kwa Mashalavu kuweza kumjibu, unaona mambo yalikuwa mengi sana. Lakini nini tunajifunza hapa? Huenda Rayvanny anataka kuwafundisha watu wengine kwamba jitahidi uwe na mtu wako karibu kabisa, ili uweze kumpa furaha na kumfanya endelee kuenjoy maisha kama ambavyo yeye ameweza kufanya. Sasa kumekuwa kuna mwitikio wa namna tofauti tofauti kwenye maisha ya siku hizi, na watu wengi wamekuwa na maoni mbalimbali ambayo umekuwa nayo, hususan kwenye haya matukio makubwa ambayo yamekuwa mara nyingi yakijitokeza. Mimi ni nani nishindwe kupongeza hiki kikubwa ambacho amekifanya Rayvanny kwa mpenzi wake Faima ama Faivani, na hakika tuseme kama alivyosema ndugu yetu Bahati kutokea pale Kenya kwamba tusubiri ndoa ama mkora huyu namzungumzia Rayvanny amfanyie nusura mrembo Faima kwa kuweza kufunga naye ndoa. Hilo ndio jambo ambalo watu wengi naamini wanalisubiria kwa moyo wa dhati na kuona nini kitajili siku za usoni. Mimi niishi hapo, ila kikubwa zaidi naendelea kukusii tu kwamba hakikisha umesubscribe na kutani on notification kwa story nyingi zaidi.